Yesu asifiwe. Tunataka ufanye nini? Uombe. Sasa kwenye hili ni neno la kuhamasisha la kuhamasisha tunapofunga mwaka na kuingia mwaka mwingine. Waamuzi sura ile ya 5 na mstari ule wa 8. Waamuzi, kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5 na mstari ule wa 8. Ni andiko muhimu sana, nisingependa ulisahau au likutoke. Ulisahau au likutoke. Waamuzi sura ile ya 5 mstari wa 8. Umefika pale? Watoto, sikilizeni neno la Mungu vizuri. Kaeni kwa kutulia, sikilizeni Mungu anasema nini, sawa? Sura ya 5 mstari wa 8 kitabu cha Waamuzi anasema hivi: walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanangu, nianze tu kwa kusema kwamba mwezi Disemba, mwezi wa 12 ni mwezi wa kimkakati ambapo watu wengi hufanya maamuzi mbalimbali. Wengine wanafanya maamuzi ya kumwacha Mungu, wengine wanafanya maamuzi ya kumkubali Mungu, wengine wanafanya maamuzi ya kuacha wake zao, wengine wanafanya maamuzi ya kuacha waume zao, wengine wanafanya maamuzi ya kuokoka, wengine wanafanya maamuzi ya kwenda kwa waganga, wengine wanafanya maamuzi ya kwenda kwenye matambiko na makaburi ya mababu kulia huko. Ni mwezi wa kimkakati. Mungu yuko kazini na shetani yuko kazini. Sasa kila maamuzi tunayoyafanya, chukua hii vizuri kabisa, yana gharama au yana matokeo. Kila maamuzi unayoyafanya yana gharama au yana matokeo. Kwa hiyo kuwa makini sana katika maamuzi unayoyafanya. Ukisema namwacha mke wangu au namwacha mume wangu, kuna gharama na kuna matokeo. Ukisema namwacha Mungu, iko gharama na yako matokeo. Ukisema kwamba sitaki hilo kanisa, naondoka, iko gharama na yako matokeo. Uamuzi wowote utakaochukua, iko gharama na yako matokeo. Wana wa Israeli walifanya maamuzi ya kuchagua, nasema miungu mipya, kwa sababu walikuwa na Mungu wao, Mungu wa Israeli, lakini walimweka pembeni, wakafanya maamuzi ya kuchagua miungu mipya. Tunaona walipofanya hivyo tu, matokeo yalikuja. Anasemaje? Walipochagua miungu mipya, ndipo vita ilipoinuka malangoni. Vita ikaja malangoni. Kwa sababu gani vita imekuja? Ni kwa sababu ya maamuzi walioyafanya. Chanzo cha matatizo ni uchaguzi waliofanya. Kwa nini vita inakuja malangoni? Na hayo malango ni yapi haya? Vita inakuja malangoni kwa sababu malango ni mahali pa maamuzi. Malango ni mahali penye mamlaka. Malango ndiyo yanaamua nani aingie, nani asiingie, nini kipite, nini kisipite. Ukisikia lango, ni mahali penye mamlaka, ni mahali panapoamua, ni mahali ambapo penye maamuzi. Kwa hiyo walipochagua miungu mipya ilikwenda kukaa kwenye mahali pao pa maamuzi. Mahali pao pa maamuzi ni wapi?
malango ya namna mbili: moja, lango la mawazo; mbili, lango la kinywa. Ichukue hiyo vizuri kabisa. Unapochagua miungu mipya ukamwacha Mungu aliye hai, vita inakuja kwenye lango la fikra, lango la mawazo yako na lango la kinywa chako, kwa sababu hapo ndipo penye maamuzi. Miungu inakaa kwenye akili yako na ufahamu wako, ndiyo itakuamulia cha kufanya, ndiyo itakuamulia cha kutenda, ndiyo itakuamulia cha kufanya, kwa sababu imeshakaa kwenye lango la maamuzi. Ndiyo maana kwa wiki 2 mfululizo tulikuwa tunajifunza habari ya kwamba mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. Adui anataka uingie 2026 akiwa amecontrol maamuzi yako kwa kukupa mawazo ambayo sio ya kimungu. Anakupa mawazo ya kwake: achana na mkeo, achana na mmeo, nenda kwenye kwa waganga kwa ajili ya biashara, sio, kwa sababu umechagua miungu mipya. Yeye ameshakaa malangoni, na akishashika lango la mawazo, mimi nakwambia huna maamuzi tena. Atakwambia usiende kanisani, na utashangaa unaanza mwaka huo mzima kwako unakuwa ni mvivu tu wa kanisani. Kwa sababu gani? Umechagua miungu mipya, na miungu imekwenda kufanya vita malangoni. Huo ni mlango wa kwanza wa fikra. Fuatilia sana hilo somo, tulijifunza vizuri sana. Mawazo yangu, Mungu anasema, sio mawazo yenu. Lakini lango nyingine ambalo adui inakaa kwenye kinywa, uweza wa mauti na uzima uko kwenye vinywa vyetu. Lango lina mamlaka ya kupitisha mauti, lina mamlaka ya kupitisha uzima. Wewe unapitisha nini? Unapochagua miungu tofauti na Mungu, wanakuja kukaa kwenye lango ili wakufanyie maamuzi cha kutamka. Utakachotamka ndicho kitatawala maisha yako. Hakuna mwaka mpya kama hakuna kinywa kipya. Chukua hiyo. Hakuna mwaka mpya kama hakuna mawazo mapya. Hakuna mwaka mpya kama hakuna kinywa kipya. Adui atatumia mawazo yako, atatumia na kinywa chako kukuharibia mwaka unaokuja. Ndio maana nakwambia maamuzi yako ni muhimu sana. Unafanya maamuzi gani tunapotarajia kufunga mwaka na kuingia mwaka mwingine? Unaamua nini? Walipochagua miungu mipya, vita ilikuja malangoni, vita ilikuja kwenye fikra zao, vita ikaja kwenye vinywa vyao. Anasema haikuonekana ngao wala mkuki. Maana yake nini? Maana yake ulinzi ulipotea, ushujaa ulipotea, uhodari ulipotea, nguvu ya kimaamuzi na uwezo wa kujilinda kiroho uliondoka. Kwa hiyo unakuwa umeingia kwenye mwaka lakini huwezi kujilinda kiroho. Yaani kila dhambi ni ya kwako tu, kila kitu ni ya kwako tu, mseleleko, kwa sababu adui amekukamata. Hakuna ngao wala hakuna mkuki. Hivyo ni vifaa vinavyoonyesha ishara ya ulinzi, ishara ya ulinzi. Disemba, ndugu zangu, Disemba hii watu wengi watafanya maamuzi kama nilivyosema, ya kufanya matambiko, ya kuabudu mizimu, ya kwenda kwa waganga wa kienyeji, na kwa sababu hiyo watajiletea vita malangoni. Sasa unajua, tunapozungumza miungu hii, sio lazima watu waende kwenye sanamu kama ilivyokuwa those days. Siku hizi tuna miungu ya kisasa. Hata fedha inaweza ikawa mtumishi, lakini fedha inaweza ikawa Mungu kwako. Na fedha ikiwa Mungu kwako itakufanyia maamuzi. Mwachaneni na huyo ndege anawapotezea tu uwepo bure. Fedha ikiwa kwako Mungu itakufanyia maamuzi. Oa mke mwingine, nenda sijui katafute kimada, sijui achana na nini, fedha itakufanyia maamuzi. Usiende ibadani,
kwa sababu fedha ishakuwa mungu. Kwa hiyo yenyewe imekaa kwenye maamuzi. Ndio maana unaona watu ambao fedha kwao imeshakuwa ni mungu. Hata Biblia, kila akiifundisha Biblia haoni kitu kingine zaidi ya fedha. Haoni. Atakwambia tu kufanikiwa, atakwambia tu fedha, atakwambia tu fedha. Kwa nini? Fedha sio mtumishi, fedha ni Mungu. Kwa hiyo kila haoni toba, haoni uaminifu, haoni kumcha Bwana, haoni ni fedha. Kwa sababu gani? Imeshakuwa mungu. Kwa hiyo inafika mahali mtu anataka kutumia gharama yoyote ile, ikibidi hata kuua mtu maadamu apate fedha, hata kudanganya na kudhulumu maadamu apate fedha. Fedha imekuwa ni mungu. Lakini kuna mungu mwingine wa teknolojia ambao sisi hatumuoni kama ni mungu. Mungu wa teknolojia, mitandao na nini, mitandao ya kijamii yenyewe imekaa kwenye malango. Tumeichagua, imekaa kwenye malango. Fahamu zetu, vinywa vyetu, tunayoyawaza ni yale tunayoyapata kwenye nini? Kwenye social media. Mazuri au mabaya ndiyo yanatuamulia mambo. Kuna watu leo hii huwezi kuamini, wameachana na waume zao kwa sababu tu ya mambo waliyopata kwenye social media. Kuna uzinifu wa kwenye social media, kwenye mitandao. Mungu huyu wa teknolojia huyu ndiyo amekaa kwenye malango. Uko kanisani, Mungu yule aliye hai umemnyima nafasi kabisa. Mungu wa teknolojia bado na simu lako, tunakwenda ibada na simu lako tu hivi unapekua. Unachopekua unajua mwenyewe ndani ya kanisa. Una adabu kwa Mungu aliye hai. Kwa sababu gani? Umemchagua Mungu mpya, ukamweka pembeni Mungu wa Israeli. Kwa hiyo huyo Mungu mpya ndiyo amekaa kwenye malango ya ufahamu wako. Amekaa kwenye malango ya ufahamu wako. Amekunyima maombi, amekukausha kabisa, amekunyima kusoma neno la Mungu. Utaangalia vitu vingine vyote, lakini huwezi kujiwekea program ya kusoma neno la Mungu. Kwa sababu gani? Kuna Mungu amekaa kwenye malango, anakufanyia maamuzi. Anakufanyia maamuzi. Walipochagua miungu mipya, vita ilikuja malangoni. Huna unachokiwaza zaidi ya kile cha kwenye social media. Lakini tunaona miungu ya uchawi na utabiri. Uchawi na utabiri. Tumeichagua hiyo miungu hiyo ya kutaka kutabiriwa mambo ya kiganga mpaka tukafika mahali tukapewa wanaita nini siku hizo, wanaita vifaa vya kiroho. Vifaa vya kiroho, chumvi, sijui nini, maji, sijui nini, vifaa vya kiroho. Hivyo ndio vinatufanyia maamuzi, vimeshika fikra. Vimeshika fikra. Lakini kuna miungu ya ulevi, miungu ya pornography. Mtu hajalala kabla hajaangalia mapicha ya ngono, ni Mungu umemchagua. Kwa hiyo ndiyo anaifanya nini? Ameshika malango, anafanya vita na hutachomoka. Aonavyo mtu nafsini mwake, awazavyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo kuna mungu la pornography limeshika vijana, limeshika watumishi, limeshika wamama, ndio linawafanyia watu maamuzi. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya pornography, vijana wanaharibika kwa sababu ya mapono. Mungu wa ulevi tumemchagua huyo. Mtu anakuambia nadumisha mila bwana, wazazi wangu ile nadumisha mila. Kamchagua mungu wa ulevi, anakwenda malangoni, fikra zake ni ulevi mtu, mpaka ndoa inakufa lakini hashtuki. Ulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ningeweza kukutajia miungu mingi sana tulionayo wakati huu ambayo haionekani kama ni miungu. Tunaona tu kama ni mambo ya kisasa,
lakini nataka kuambia hiyo ni miungu ambayo ndiyo inatufanyia maamuzi, kwa sababu tumechagua miungu. Uwezo wako wa kimaamuzi umetekwa nyara na miungu, una hiari yako wewe mwenyewe. Watu wanajiandaa hii Disemba kufanya makafara, wanajiandaa hii Disemba kuacha mambo ya kanisa, kuacha mambo ya Mungu, wanajiandaa kutengeneza chuki dhidi ya watu wa Mungu. Tutaingia kwenye maombi hapa, tutaingia kwenye maombi. Wewe mwenyewe unajifahamu ni Mungu gani umemchagua naye kutawala, kiasi kwamba mpaka hupati nafasi ya kumwomba Mungu, kiasi kwamba mpaka hupati nafasi ya kusoma neno la Mungu. Ndugu zangu, mimi niwaambie, siwaambii msifanye kazi, siwaambii msipambane na maisha, lakini hakuna maisha bila Mungu, hayapo. Hakuna biashara bila Mungu, hakuna chochote unachoweza kufanya bila Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu, kabla ya biashara Mungu, kabla hujaolewa Mungu, kabla hujaoa Mungu, hapo mwanzo God is the first. Kwa hiyo kingine chochote vingine vinafuata. Lakini ukisema biashara Mungu kaa pembeni, utakuja kulia tu, iko siku. Ukisema nimeolewa kwa hiyo sina haja ya kwenda kanisani, chunga. Ukisema sijui na nini, kwa hiyo chunga. Mungu ndio muhimili, anashikilia kila kitu. Ndiyo maana tutakuja kukufundisha hii. Mke wa Phineas aliposikia sanduku la Bwana limetekwa, mama alijifungua hapo hapo akafa, kwa sababu alijua utukufu wa Bwana ndio Bwana mwenyewe, ndio maisha yangu. Kama utukufu umeondoka, manake maisha hayapo, nimekufa. Hata kama nina pesa, hata kama nina mume, hata kama sijui nina mke sijui mzuri kiasi gani, kama utukufu haupo, maisha hayapo. Mama akafa sasa hivi. Eli mwenyewe kwani aliposikia Israeli wamepigwa hakushtuka. Aliposikia watoto wake wamekufa haikumuuma sana. Lakini aliposikia sanduku la agano limechukuliwa, Biblia inasema akaanguka kinyume, shingo ikavunjika, akafa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kilichokuwa kinamfanya aitwe Eli kimeondoka. Sasa Eli ataingiza namna gani? Kinachokufanya uitwe wewe hivyo unavyoitwa sio biashara yako, wala sio mume wako, wala sio ndoa yako, wala sio chochote. Ni Mungu ndio anayekufanya uitwe hivyo unavyoitwa. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunaenenda, na kuwa na uhai wetu. Ameondoka namna hii, mimi nakwambia utakufa dakika hiyo. Kwa hiyo usichague miungu mingine hii Disemba. Chagua kwanza mwaka ukiwa nyumbani mwa Bwana. Tutakuwa na mkesha hapa mpaka saa 6 za usiku. Tutaanza mwaka. Anza mwaka na Bwana. Usianze mwaka na mambo ya ajabu ajabu. Usichague miungu mingine. Mawazo ya Mungu yawe mawazo yetu, yatufikishe mwisho wa mwaka, yatuvushe kwenda 2026. Glory be to God. Yaani mimi nimemaliza maombi haya, namaliza 21, nasikia moyo wangu, yaani naona kama njia imefunguka namna hii. Naona njia imefunguka namna hii. Na haya maombi ya siku 21 tumekuonjesha tu. Siku zilizobaki fanya maombi yako binafsi, funga kivyako, mtafute Mungu kivyako siku zilizobaki. Usiingie 2026 na mambo ya giza, utajilani mwenyewe. Mwambie Bwana, natengeneza na wewe, tuingie na wewe. Adui zangu wawe adui zako. Nipe neema ya kurithi baraka zako vizuri 2026. Sijui 2026 imebeba nini kwa ajili ya watoto wangu. Glory be to God. Nakupa hasira ya kuomba hapa baadaye tutakapofika kuomba. Nakupa nondo za kwenda nazo mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Rudisha nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Kama uliipoteza, mwambie Mungu nairudisha. Nairudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jifunze kuyalinda malango ya mawazo na malango ya kinywa. Usitamke vitu tu kwa sababu unatamka. Hapana. Hapana. Tumia
umeamua kumwambia Bwana, naiona 2026 yenye baraka zako. Naiona 2026 yenye kushinda maadui zangu. Naiona 2026 yenye nguvu za Mungu mahali hapo. Naiona 2026 yenye uwezo wa Bwana. Bwana, kwa imani tunakushukuru kwa sababu ya nguvu ulizotuandalia mwaka ujao. Kwa imani tunakushukuru kwa sababu ya uwepo uliotuandalia mwaka ujao. Kila mwaka umebeba baraka za Mungu. Kazi ya Mungu ni kuachilia baraka, na kazi ya shetani ni kukuzuia usizipate hizo baraka. Vita unapigana wewe ukiwa na Mungu ili uzipate zile baraka na kuyakanyagia yote mambo ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi wale ndugu zetu wanaoshukuru, karibuni tayari kwa kumshukuru Mungu aliye hai, na mahubiri yetu takuwa yamekomea hapa. Ni hamasa tu kidogo ya kukufanya upate nguvu ya kuomba baadaye, tunapofanya maandalizi haya ya kuaga mwaka na kuingia mwaka mwingine. Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana, sikustahili jambo hili, nimelipata bure tu. Sasa najua haya yote, sasa najua haya yote, nasema ni huruma tu, nasema ni huruma tu. Dogo, mbona wewe unakaa njoo bwana? Haya basi, karibu Boni, mgeukie kule mzungumze kidogo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Boni. Patana ni Boni au Boni fast? Boni fast. Patana na familia yangu, yule anaitwa Tumaini, yule anaitwa Nancy, yule anaitwa Nora, yule anaitwa Rich. Kwa hiyo huyu ni damu yetu, nakane nyumbani. Huyu ni mtoto wangu na pia ni mtoto wa dada yangu. Kwa hiyo kipekee kabisa nashukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Sio jambo jepesi